ila anaweza akaja kwa staili za kubwata. Hiyo uelewe tu kwamba mabosi hizo ndio vibe zao. Sio wote, lakini wako wengi wana hizo vibe. Washavurugwa huko, katoka zake sijui ni ofisini ni wapi, mambo akija nyumbani akikuta tu kuna kitu akieleweki yeye anabwata. Ndugu yangu, hiyo ndio hela. Chukua hela yako mwisho wa mwezi weka mfukoni. Mwaka ukiisha si unaondoka, kwani unakaa naye milele? Cha muhimu tu asiwe anakupiga, asiwe anakutukana matusi kupita kiasi, yale matusi ya nguoni. Lakini tu kusema, yani wabosi kusema tu mjinga nini? Kwa mjinga na kupikia, lakini unauchuna. Yani kuna vimaneno vya hapa na pale mabosi vinawatoka, huo ndio ukweli. Maana mimi sitaki kukatakata kona. Sawa? Sisi tunajitahidi sana kwenda na hofu ya Mungu, lakini yule tunayemhudumia hatuna uhakika kama hiyo hofu ya Mungu imekaa sehemu yake. Kwa hiyo neno linaweza likamtoka tu. Wewe mtu mzima anakuita mjinga. Wewe ndio nimwambia professional wewe. Umeona kwanza anaanza kukushusha yani professional gani mjinga mmoja tu hapa. Si lakini mwisho wa mwezi anakuhesabia chako. Kwa hiyo nawaambia ukweli, maana mimi sitaki kukatakata kona. Ukweli kuna mabosi mtakutana nao wana sauti za juu. Hizo sauti za juu zisivuke mipaka kwa maana ya kutukanwa matusi, umeelewa maana matusi hapana. Ila tu yale maneno ya hapa na pale hayo ni kawaida kwa mabosi. Na wenyewe ni baadhi. Pia vipigo hapana. Mtu asije kukurusha kofi, sijui ngumi hapana. Sehemu ya kulala na kula hiyo ni must. Kwamba kama ni kazi hata kama ni za kutwa, si unakula hapa bado. Kwa hata kama ni kazi ya kutwa au ya kulala, tunasema wale wata provide chakula na sehemu ya kulala. Hivyo vitu ni must. Na hivyo ndivyo wameelekezwa kiBiblia kabisa kwamba mabwana wapeni haki zao watumwa wenu. Umeelewa Na haki zao ndio inakuwa hapo kwenye mshahara na stahiki zako zile za kawaida. Ila wanaitwa watumwa. Neno la Biblia linatuita watumwa sisi wafanyakazi. Tunaoenda kuwatumikia. Tunaambiwa watiini mabwana zenu tena kwa kutetemeka. Sasa hapo ndio nasema kule tunatakiwa twende tukawatii, tusiende kudai yale mambo ya tuliokuwa tunasema hapa kwamba jamani tuelekezane, lakini umesemaje? Tuelekezane bila kumuudhi mtu na nini. Hiyo hapa kituoni, especially kwa wateja wetu. Unajua na hawa ni wateja wetu. Si ndio ofisini? Hawa ni wateja wetu, muwaheshimu. Msije mkafikiri wateja ni wale wanaotoa hela. Wale bila hawa hawatoi hela. Sawa Kwa hiyo wao wote muwaheshimu. Wadada muwaheshimu, mabosi muwaheshimu. Lakini nyie wadada mkawaheshimu mabosi wenu kwa kutetemeka. Sawa Yani ile hofu ile ya kwamba bosi wako unamhudumia, utaki akikasirika na wewe unasema Mungu, kwa nini nimemuudhi bosi wangu? Hata kama hujakosea unamuomba msamaha ili mwisho wa mwezi upate cha kwako. Mtu anayesema hizi kazi jamani ni ngumu, hizi kazi yani kazi za kitumwa. Maisha ndivyo yalivyo. Maisha ni magumu. Hata kama ukisema unaenda mtaani nako ni kugumu. Hata ukienda kwenye ndoa, mlikuwa mnaongea ndoa kwani ndoa rahisi? Kwani ndoa rahisi nayo? Si rahisi. Kwa hiyo kila kitu ni kigumu. Mtu asikwambie hizi kazi za kitumwa mimi ndio maana sifanyi. Huyo kuna mahali alishapigika. Ukisikia mtu anakuambia leo hii hizi kazi za kitumwa mimi sifanyi kabisa, kuna mahali yeye alishapigika, alishapita, ndio maana anasema hivyo ili akuachie wewe tamaa. Lakini wewe leo hii ndio uko hapo na wewe unatakiwa upite hapo, upigike kwanza kivyako. Nilisema hizi kazi ni kazi za kukufanya wewe mnyenyekevu. Hizi ni kazi ambazo unatakiwa ukubali kuwa chini, utumwe, utumike, alafu baadaye Mungu atakuinua. Sasa ukikataa sasa hivi kutumwa, sijui lini utanyanyuka. Utakaa chini sana muda mrefu. Sawa jamani Kwa hiyo kwa mabosi kule twende tukawaheshimu, kwa sababu wale ndio tunatarajia watulipe, na hawezi kutulipa kwa kwenda kutaka wao waishi kama tunavyotaka sisi. Waongee vile tunavyotaka sisi. Hicho kitu hakipo. Si hapa tunafundishana tu hizo tabia nzuri, twende nazo kule, tutakutana na watu. Maana utakuta mwenye hela hata hana shida, lakini utakutana na vivuruge mle ndani. Si ndio? Unaingia kwenye mji unakuta ndio hivi. Kuna hawa, kuna Devota, sijui kuna nani, kuna Oliva, kuna Johari pale. Mnaanza kupigana vikumbo. Mwenye hela hata habari hana, jamani. Si ndio?
Kwa hiyo inabidi ujue namna ya kuishi na watu. Kama Devota, nimependa sana character ya Devota. Very ya kuigwa kabisa. Yaani ni vile tu tumemchochea mpaka akaanza kufunguka, lakini alikuwa ameshapuuzia tu. Na yeye anasema unajua unamsoma mtu unaenda. Ndivyo tunavyotakiwa kwenda. Sawa jamani? Kwa hiyo nimependa leo tumejikita sana kwenye nidhamu ongea kabisa. Leo ni nidhamu tu. Na mavazi naona hamjagusia. Sasa tumeongelea tabia zaidi. Hasa hizi za namna ya kuwasiliana, toni. Kubali kukosolewa, sio bosi anaongea na wewe unaongea, acha kusengenya. Ngoja hiyo zote utamalizia. Twende, ulikuwa unasemaje? Eti nimempozi ataongea. Sawa. Ni kuhusu mfano pale dada alivyosema kwamba kazi ile nilizompa leo. Unajua yeye kabisa kawaida ana kitabia kile cha ubishi. Anakwambia yani anapenda kulalamika. Nani sasa? Nani? Oliver. Ana katabia kakulalamika. Ni normal, yani sio kwamba namsemea kwamba nampondea nini. Ile kulalamika tu. Anaweza tu kwambia kitu kalalamika mimi sijui nini na nini. Sasa mfano kama juzi alikuwa analalamikia kuna kazi alikuwa anaifanya. Kanalalamikia kazi hii ninafanya mimi peke yangu, utakao tufanye wangapi? Nika basi tutaongea baadaye. Wakati huo wenzake walishaniambia kwamba huyu mwenzetu tukimwambia tukusaidie, anatuchunia anatupita piu. Kwa hiyo mimi wakimwambia yani kama kuna zaka wanataka wafanye team working, wapige yote kazi hivi pamoja. Yeye hataki, anawapita. Kwa hiyo wafaje? Wanamwachia basi fanya. Sasa akifanya anaishindwa peke yake. Unaona? Yeye nilipomwendea akalalamika, basi tutaongea baadaye. Kwa hiyo baadaye nikasema niwapangie nini? Niwapangie maeneo ya kazi. Sasa nilipowapangia, yeye akanasema mimi nibaki kwenye ile, nikamwambia hapana. Kila mmoja lazima azunguke. Kila mmoja lazima aijue kazi. Yaani kwamba wewe usijikite kwenye kazi moja, kazi nyingine usijue. Basi, kazi nilompangia akasema, hii mbona kazi kubwa? Unatakiwa fanya hivi. Nikamwambiaje? Nimeshakwambia hii kazi ni ya kuzunguka. Fanya mbona kazi ndogo? Nikamwambia na siku utaipata hiyo kazi ndogo. Yaani usio na shida. Wewe ifanye hii kazi ngumu leo. Kesho utakutana na hiyo kazi ndogo na relax. Sawa. Basi tukaelewana. Unaona, kitaratibu tu, sikutumia hasira. Maana ningesema anabisha, tuanze kubishana. Sasa kwa wewe hutaki, basi usifanye. Sijui nini. Ambayo hiyo angekutana na chef pale, angekoma. Unaona? Nikaongea naye taratibu. Nakupeleka ofisini na kuripoti upangiwi kazi. Akaamka kweli. Ukiwachekea wanakufungua mada. Akaamka kweli, hiyo kazi wanajitetea. Unaona? Wanakusumbua. Kwa kumwelekeza, kwa kumuelewesha kwamba sio kwamba nakupa adhabu, asije akaona labda kama mimi nilikuwa nampa kazi ya adhabu. Hapana. Nikamwambia ndio maana nimekwambia nazunguka. Na wewe mzunguko wako utafika wa kurelax, utafanya nini? Utarelax. Na mzunguko wako utafika utafanya hivyo, yote nataka wote mzunguke. Sawa kabisa. Ila kama eneo lako ukifanya kwa uzembe utarudia tu. Yaani hapo utanisamee. Na hapo nataka niseme kwa nyie na kwa wadada ambao mko makazini. Kuna mabosi wengi unakuta wana wadada wawili. Kwa hiyo wiki hii unakuwa wewe ni wa nje, mwenzako ni wa ndani. Kwa hiyo kwa vyote vile kati ya ndani na nje kuna sehemu ambayo una relax. Kwa wiki inayofuata yule wa ndani anatoka nje, wa nje anaingia wapi? Ndani. Kwa hiyo ulichokuwa unakifanya ni sahihi kabisa. Kwamba kunakuwa na mzunguko. Leo unakuwa labda huku uani, unafagia, unadeki, unafanyaje? Kesho utakuwa ndani, mwenzako wa ndani watatoka nje. Kwa hiyo unafanya kitu sahihi na nasisitiza hivyo kwa sababu kuna wadada wengi ambao wengine mko makazini tayari, mnataka kung'ang'ania kitu kimoja. Hapana, lazima kazi zote uzijue. Alafu kitu kingine, wewe Devota ndio wewe unayeongea. Oliver wewe ndio una shida ya kusikia, si ndio? Tayari unajua hiyo una changamoto. Tayari unajua hiyo ni changamoto. Kwa hiyo sasa hivi wewe strength yako au nguvu yako ni kuhakikisha unafanya kazi kama punda. Ili watu wasione ulemavu wako wa kusikia. Sasa wewe ukianza na uvivu jumlisha kutokusikia, nani atakuajiri? Nani atakupa kazi? Si umenisikia? Umeelewa? Unataka kazi? Unataka pesa? Yaani kuanzia sasa, huo ujinga wako wa kusema eti hii kazi ni ngumu, hii ni kubwa, acha kabisa. Jua kabisa tayari una kitu ambacho ni changamoto kwenye maisha yako na umesema si umezaliwa nacho. Maana yake hiyo utaendelea kukua nayo, si ndio? Sasa sehemu itakayokuja kukuokoa ni kujifunza kazi na kuwa mpambanaji kwa nguvu zako zote. Ndio watu ambao wanakuzunguka kwenye maisha yako wataacha kuona kilema chako cha kutokusikia
na wakakubali kukupa pesa kufanya kazi na wewe, kwa sababu wanajua wewe ni mfanyakazi, wewe ni mpambanaji, wewe sio mvivu. Tunaelewana? Lakini unakuta wewe tayari una shida moja, alafu tena unataka kujilegeza legeza. Sasa utakuwa mgeni wa nani? Utakuwa mgeni wa nani? Hapa kwenye kituoni sasa hivi tushajua una hiyo shida. Tunaanza kuwaza tunampa bosi gani. Lakini ili tuweze kumshawishi hata bosi kwamba huyu dada ni mpambanaji, ni jembe, ila ana shida kidogo, asikii vizuri. Si unaelewa? Lakini bosi anaposikia ile sifa unayopewa ya ufanyaji wa kazi ni kubwa, anaweza kukubali kukujaribisha. Na unapofika kule ndio usiende kuonyesha huo uvivu wako uliokuwa unaonyesha hapo. Unaanza kubageni. Kwa nini mimi nipangiwe huko? Kwa nini hii kazi ni kubwa? Hii nini? Huo ni umaskini. Umesikia Oliva? Huo ni umaskini, utarudi huko usibi mtaani, ndugu yangu, utakufa maskini. Kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna mtu atakuonea huruma, labda mama yako aliyokuzaa. Lakini dunia haitakuhurumia. Kwamba sio ni Oliva asikii vizuri. Dunia haitafanyaje? Dunia haina huruma my friend. Wewe ndio wa kujihurumia. Wewe ndio ujipambanie. Jifunze usikii, lakini sufuria inahitaji kusikia ili ing'ae. Kupika jikoni unahitaji masikio? Unanisikia wewe? Masikia? Kwa sababu bila hivyo hata hapa kituoni watakuondoa. Hata hapa kituoni kwenyewe watakuondoa. Kwa sababu wameshakaa na wewe ndio wanaweza wakakufikiria, lakini lazima uache hizo tabia sasa za kivivu. Maana hizo ni tabia za kivivu. Mimi sitaki kuongea, uongee nini? Sihitaji tubishane. Hamna cha kuelewesha. Hakuna cha kuelewesha. Huyu ni kiongozi wako, alikupangia kazi, lakini wewe ukawa unaiona hiyo kazi kama ni kubwa. Na wewe mwenyewe umeongea kwenye mazungumzo yako ya awali kwamba uliona kubwa, lakini baadaye ulivyofanya ukaiweza. Sasa mimi nilikuwa sijajua hata una hiyo changamoto ya kusikia. Kwa kuwa unayo, yaani unatakiwa sasa, ndio ulitakiwa hata usugue ukuta. Umeona ukuta uliozunguka hii nyumba? Si uliambiwa ufagie kwenye paving huko? Ungesugua na wewe ukuta ili sasa kuonyesha kwamba mimi jamani ni jembe. Kwa hiyo hakuna cha kuongea hapo, cha muhimu tu uchukue hiyo kwamba kitakacho kuokoa kwenye maisha yako ni kuwa kujituma. Kujituma kwako ndio kutakacho kuokoa. Hakuna mtu atajali kusikia kwako. Kama we ni mtu mwenye kujituma, hakikisha ukiishika kazi, unaishika kweli kweli. Hiyo ndio siri na hiyo ndio pesa kwako. Na uendelee kuongeza maarifa. Usibaki tu hapo sijui umeishia elimu gani, lakini kuna vitabu, soma vitabu. Sawa? Soma vitu vya maana ili utanue ubongo wako, lakini jifunze skills za kufanya kazi. Fanya kazi, yani wewe unapika kama huyo mpishi. Ili mtu akikuona aseme huyu dada, yani anasahau kabisa kuna kitu kinachoitwa kusikia kwako. Pika kama Johari, fanya usafi kama sijui nani, yule Teddy au huyu dada Devota, hakikisha unanoa ujuzi wako. Ili dunia isiangalie kilema chako. Ndio utatoka kwenye umaskini. Sawa? Hai. Swali lingine madam, kuna vitu viwili. Tunaomba ratiba ya chakula. Saa nyingine nakuta kinaenda muda mrefu, kuna kazi ambazo tutakiwa tuzifanye tunakuta tunakwama kwa sababu ya ratiba inakuwa inavurugika ya chakula. Sasa hiyo mtakaa ofisini muongee. Ratiba ya chakula naomba mkae ofisini. Sawa? Ratiba ya chakula ijulikane. Kama ni shefu anachelewesha, kama ni watu wanachelewa kuomba hizo hela za manunuzi ijulikane. Lakini hivyo ni vitu vya hapa ambavyo kama vinaleta changamoto, kaeni na watu wa ofisini mvirekebishe. Sawa. Kingine tunaomba chef. Kwa uzoefu wangu mimi naomba, lakini tunaomba chef awe na darasa. Yaani tukiacha vile anavyopika mnaona, awe na darasa. Darasa kivipi? Yani, maana unajua kupika pia ni gharama. Ndio maana tunawaambia wafundishie kwenye vyakula tunavyokula hapa kila siku. Kwa sababu asipowafundisha kwenye vyakula vile ambavyo aidha nyie mnakula au sisi tunakula, maana yake tuingie gharama nyingine mpya kwa ajili ya kuwafundisha ambayo itaongeza cost. Sio darasa la gharama. Yaani darasa la theory kwamba nakaa sio kwamba lazima tupaka practical. Ama hata kama tuseme napika leo ugali, si ndio? Jamani, leo tunapika nini ugali? Tutatumia unga, tutatumia maji, tutatumia maziwa, tutatumia mtindi, tutatumia chochote tunachotaka kukifanya. Ili yani anatupatia kwamba ingredients zitakuwa hizi. Sawa. Alafu apisha atakuwa 1 2 3. Kisha sasa anafanya practical. Na kila siku labda jitahidi anafundisha kitu ambacho hata kama mtu akifanyia practical, ipo siku mtakifanyia practical. Wewe ni chef, sawa? Na yule ni chef. Naomba hilo jambo nyinyi wawili mjaribu kuangalia mnaboreshaje. Sawa, kwenye hilo eneo kwa sababu tunaongezeana maarifa. Sawa?
Naye ni shefu. Ni shefu wa siku ulizokuwa hukuja. Alipika chakula kizuri sana, alipika njegere. Bosi anapenda njegere, hajawahi kula njegere kama alizopika huyu. Kwa hiyo inabidi msaidiane, muongezeane maarifa. Kama yule biriani, ulipika biriani. Nikakwambia biriani lako nimependa lile sosi lake. Ila ule wali wa biriani nikakwambia una vitu vingi. Una uchafu, yani ukila mara umekula mti, mara umekula nini. Nikakwambia ngoja nimuite wifi yangu, ana biriani anapikaga la kwake, mbona halina uchafu? Akaja ukapika naye. Si ulijua, si uliokota ujuzi pale. Maana nilikwambia biriani nalopenda. La kwako sio kwamba ni baya, testi nzuri, lakini lina uchafu. Yani naita uchafu ila ni viungo. Si ndio? Viungo ukila unang'ata nini? Unang'ata zinaitwaje zile unazoweka? Dalasini, iliki. Mimi ninachoka. Lakini wifi yangu huyo anapika na viungo vinasikika lakini huvioni. Anavitoa. Kwa hiyo nikamuita, nikamwambia, "Chef, unajua kupika vizuri kabisa. Lakini kuna hili biriani wifi yangu anapika. Hebu kaa naye uangalie anapikaje, mbona hatoi na viungo?" Si uliangalie? Ndio mimi kanuni yangu ya maisha, ninaamini kabisa kila mtu tunazidiana ujuzi. Unajua kupika vizuri sana, lakini kuna wapishi wengine wazuri pia nao. Kwa hiyo tubadilishane. Tufanyeje? Tubadilishane ujuzi. Sio kwamba ni huyu anajua zaidi huyu, hata huyu hizi njegere alizopika. Kwa sababu bosi alikuwa anasemaje? Tena kuna vitu viwili. Maharage akipika Akila ndio tunayarukia nyumba nzima. Akipika nani? Akila ndio tunayarukia humu ndani. Zile dagaa Akila akipika pia bado, sijui kama umevunja rekodi yake. Njegere huyu hapa. Njegere alikuwa akipika huyo wifi wangu yule na hizi alizopika huyu. Hizo njegere yani kuna watu wana vitu vyao. Wewe una vitu vyako. Ukipika yale makange, pilao. Pilao sasa zinagongana. Lile la ile wifi yangu nalo la moto, la kwako la moto zaidi. Kwa hiyo ni tunashindwa kuelewa. Mpaka sasa hivi hatujui tuelewa nani pilao. Si umeelewa? Kwa hiyo sasa mimi ningeomba tena Akila anapopika hiyo nini? Badilishana tu ujuzi. Nani? Zinaitwa nini? Hizi nini? Dagaa na maharage. Hiyo nataka ukae naye. Ukae naye. Kwa sababu mimi sitaki wewe chef upo hapo. Ila pia napokubali cost. Kwa sababu haina shida. Haina shida. Sawa. Kama kwenye cost. Haina shida. Kwa hiyo ushajua siri najua, ila ni cost. Kwa sababu kama kitu anachotumia sasa hivi hakuna tena ndani. Na maana basi haina neno. Hizi kinunuliwe. Hizi kinunuliwe. Haina neno kwa sababu kwa nini akipika yeye ndio watu wanarukia wanakimbilia. Siku akisikia maharage kapika, maharage yakipikwa kila mtu unasikia anauliza nani kapika maharage, unaelewa? Kwa hiyo kama kuna vitu anaweka ambavyo nini, wewe na wewe omba hivyo vitu ili na wewe harage lako ifike mahali watu wasemeje, amepika. Atuulizii tena nani kapika, sio Akila nini. Na huyu madam nani hapa Devota akuelekeze pia nini hiyo njegere. Na njegere alipika, bosi kasema kabisa sasa hivi nishapata mpishi wangu wa njegere. Kumbe. Kwa hiyo atakuelekeza. Ila mimi madam waga na ile tabia ya kumuonea huruma bosi wangu. Kwa sababu kama ukisema vitu vingine unakuta vinatumia gharama sana. Sasa wewe utapika vya kwako vitaonekana sio vitamu, wenzako hawakija hawana huruma. Wanachukua wanabamiza, alafu sasa vinaonekana vizuri. Umeelewa? Wewe nenda kwanza kwenye zile testi ambazo wao wamefanya nini mpaka wakaonekana wao vya kwao vizuri zaidi. Kwa hiyo sasa ndio utamwambia ukitaka ile hivi gharama ni hizi. Ukitaka kawaida gharama ni hizi. Bosi anaamua. Lakini nilichotaka kusema hapa ni kwamba tusiogope kubadilishana ujuzi. Sawa? Tusiogope kubadilishana ujuzi. Alimradi wewe tayari level yako ya kupika ni ya professional. Level zenu ziko vizuri. Sasa ni kubadilishana. Huyu anajua kipi, huyu anajua kipi. Kama wewe chapati, chapati zako hakuna anayegusa mpaka leo. Wengine wote wanatupikia kaukau. Zikiwa laini ni kidogo sana, lakini za kwako kwa hiyo una vitu vyako, lakini kuna wenzako nao wana vitu vyao wanakuzidi mahali. Haya, jamani tumalize. Tulibakisha nini?
issue za leo ni nidhamu. Nilikuwa nataka tu tukazie jamani. Leo kipindi chetu kimedili sana na issue za nidhamu na tumeenda max, tumeenda na sile natafuta lile neno la Kiswahili ukisema go max. Neno la Kiswahili unaweza kusemaje? Kwa undani zaidi. Yaani kwamba hapa tulikuwa tunazungumza tabia zetu wenyewe. Unajua hapa mimi sipendagi mada. Mada ni bla bla. Nani kafanya nini? Hiki kitu kiko sawa, hakiko sawa, ndio mada inaingia vizuri. Sisi tunaelewana? Hamna kurukaruka. Kama Gloria anaambiwa ulikasirika, anakatakata kona. Kumbe sema nilikasirika, nilisikia vibaya. Alijifikiria baadaye akaona labda basi acha tu nimfurahishe, nikubali kosa, yuko hivyo. Lakini haimaanishi kama binadamu hakukasirika.